Haya, tusonge mbele na taarifa za Lamu, na ni kwamba mtazamaji, je, wajua kwamba kaunti ya Lamu ina visiwa zaidi ya 65? Na visiwa hivyo vilitawaliwa na Waarabu waliofika Kenya zaidi ya miaka 1000 iliyopita, vikiaminika kuwa na asili ya utamaduni wao ambao uliachwa Waswahili walioishi maeneo hayo hadi sasa. Mwanahabari wetu Kevin Mtai pia anasimulia katika taarifa hii kuhusu meli iliyozama katika kisiwa cha Shanga na kusababisha wenyeji kuoana na mabaharia. Sasa hivi kuna asili ya watu wa jamii hiyo ya Shanga. Twende kazi. Visiwa hivyo vya kaunti ya Lamu vinavutia, vikizungukwa na maji ya bahari Hindi. Ni 9 pekee kati ya 65 ambavyo watu wanaishi, vingine vikisalia misitu ya mikoko. Ukitoka Mtangawanda utaenda Siu, alafu kumeganyika Wapanda, kuna Shanga Shakani, Shanga Mafula, Shanga Rubu. Ukitoka hapo unaenda Faza. Ukitoka Faza kuna Pwajumali, Nyabogi, mpaka uende Kizingitini. Na pia ukivuka kipande cha pili kuna sehemu zinaitwa Ndau, kuna hizo Kiwayu, cha kwanza, cha pili, Mkokoni, ni hadi uende Kiunga. Baadhi ya wazee kisiwani Amu wanasema kuna meli ya kutoka Shanghai huko Uchina ilizama kisiwani Shanga Shakani karne nyingi zilizopita na kusababisha mtagusano baina ya wenyeji eneo hilo na hata kisiwa hicho kutwikwa jina la meli hiyo. We have scientific evidence that watu wengine wetu wana asili ya Kichina. Kuna watoto wamezaliwa wa Kichina, na watoto hao waliweza kujulikana, waliweza pia kupata sponsorship, scholarship kwenda kusoma China. Eneo hilo pia lina msikiti uliojengwa zamani za kale ambao unathibitisha kwamba walioishi walikuwa Waislamu na wenye kuambatana na dini ya Kiislamu. Kibla cha msikiti huo kinaelekea kule Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas kwa sasa ni Jerusalem, badili ya kuelekea Maka. Ina zaidi takriban miaka 1200 na zaidi, na yasemekana huko Shanga pia kulifika Uislamu mbele kabla kufika Madina. Kwa hivyo ni sehemu ya historia. Lugha yao nyingi, maneno yao mengi yametoka katika maneno ya Kiarabu ama kwa maneno ya Qur'an. Mfano leo utasikia watu wa Mombasa wanaita maji na wengine wanaita mai, na mai waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Mai yametokana na Qur'ani. Kwa hivyo maneno mengi ya huku yametokana na dini. Kuna baadhi ya visiwa ambavyo vilihamwa na wakazi baada ya biashara ya mikoko kupigwa marufuku na serikali. Ilikuwa ni biashara iliyowavutia wengi kutokana na soko kubwa la mikoko kutoka mataifa ya milki za Kiarabu. Kwa sasa uhifadhi wa mazingira hayo unadhaminiwa na wenyeji, ikizingatiwa kwamba ni makazi ya samaki kuzaana na hatimaye kuboresha uvuvi ambayo ni kitega uchumi visiwani humo. Kuna visiwa vingine ambavyo kama nikwambie, kuna Shanga Shakani na Shanga Mafula. Hawa walikuwa sehemu za Kiunga, lakini wakati wa mashifta walipigwa, wakabidi wakimbilie sehemu ya Lamu East, na hao ndo walikuwa ni kama hatambuliki. Leo wamekuja sehemu hiyo Shanga Mafula na Shanga Rubu kama wakimbizi. Wamekuwa wakiishi kwa njia ya taabu. Zamani kulikuwa hizi motorboat ilikuwa hakuna, watu wakaenda kwa sailing na kitu kwa hapa, mfano kaenda Ndau kwa siku 3, lakini sasa hivi waweza kwenda for 1 hour kwa sababu ya hizi racing na machine. Daus nyingi ziko na machine. Lamu imetambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi na utamaduni UNESCO kama turathi ya kimataifa. Kufikia tarehe 1 Disemba hapa Lamu nita-host zaidi ya mamea na magavana wa miji 15 ya Afrika ambayo ni World Heritage Cities. Huo mkutano nita-host hapa Lamu kwa mara ya kwanza. Kevin Mutai, NTV, kutoka kisiwani Amu. Asante sana mwanahabari Kevin Mutai, jamini.